Mchezo umemalizika kwenye uwanja wa Lake Tanganyika. Niko na Issa Mbuzi, semaji. Leo amepoteza kwa jumla mabao 3-0 ugenini. Mchezo wa pili mwingine walipoteza ilikuwa ni dhidi ya Singida Black Stars pia kwa goli 3. Issa, inakuwaje? Fresh tuko sawa, japo so fresh sana kwa sababu tumepoteza mchezo. Kwa hiyo fresh kwa sababu afya iko poa, lakini so fresh kwa sababu tumepoteza mchezo. Bana, shida iko wapi? Game ya pili mnapoteza, lakini pia kwenye msimamo ukitazama timu zimebanana sana. Mwisho siku mnaweza mkajikuta labda mko down hivi. Shida ni nini? Ukiniuliza shida kwa haraka jibu itakuwa tu ni mpira, ni hali tu ya kimpira ambayo huwa inatokea wakati wowote ule kwa timu yoyote ile na kwenye ligi yoyote ile, kwamba unapoteza mchezo. Kuna watu wanapoteza michezo 5, 6, 7, 8 mfululizo. Kwa hiyo imetokea. Tulijiandaa kufanya vizuri hii leo, lakini isivyo bahati haijawa vile ambavyo tulitarajia. Nafikiri ni kwa namna ambavyo wenzetu pengine walivyojiandaa zaidi kuliko sisi pengine ambavyo tulijiandaa, na ndio maana tumepoteza kwa mabao 3-0. Kwa hiyo lazima tukubali wenzetu walikuwa bora zaidi yetu leo, walituzidi zaidi leo kwenye maeneo yote matatu ya uwanja, kwenye eneo la ulinzi, eneo la kiungo na eneo la ushambuliaji. Ndio maana wamefanikiwa kupata mabao 3 na sisi tumeshindwa kufunga hata bao moja. Kwa hiyo tulizidiwa kwenye maeneo yote, na ndio sababu pekee ambayo naweza nikasema imesababisha sisi tupoteze huu mchezo leo. Na nakuona huko mnyonge kwa kweli mzee, sijakuzoea. Kufungwa mabao 3 na timu kama Mashujaa ni aibu kubwa, kwa sababu quality yetu sisi ni kubwa kuliko Mashujaa. Kwa nini unasema quality yetu ni kubwa kuliko Mashujaa? Kwa sababu sisi ni bora zaidi yao. Wao wenyewe pia wanalifahamu hilo. Na ndio maana unaweza kuona hata dakika ya kwanza alianza kwa pressure. Walikuwa wanajua wanacheza na timu namna gani. Kwa hiyo kufungwa 3 bila na Mashujaa ni aibu. Ni aibu ambayo inabidi tuitafutie namna ya kuweza kuiondoa kabla ya msimu huu haujaisha. Kwa sababu bado tupo kanda ya Ziwa hapa, nafikiri tutatafuta tu sehemu ya kujifichia aibu yetu. Kuna namna ambavyo ratiba labda inawabana? Ratiba unajua of course sio rafiki sana. Unaweza kuona tulicheza tarehe 2 nyumbani Manyara, leo tarehe 5 tumecheza hapa, tarehe 8 tunacheza Mwanza. Unaweza kaona hiyo distance ya kusafiri Manyara, Kigoma, Mwanza. Lakini tulikuwa tuna ratiba nyingine kabla ya mapumziko. Tulitoka Manyara tukaenda Mbeya, tukaenda Bukoba, tukarudi tena Manyara. Kwa hiyo sometimes ratiba pia inachangia kutengeneza fatiki kwa wachezaji, kwa sababu mwili wa binadamu wakati mwingine unahitaji pia mapumziko. Ukikosa mapumziko unashindwa kufanya kazi yake vile ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo hiyo ni sababu, lakini sitaki kuifanya kuwa kisingizio cha sisi kupoteza hii leo, kwa sababu timu zote zinasafiri. Wote sisi ratiba yetu ni ngumu. Kikubwa kinachotokea mpaka tunapoteza ni kuzidiwa tuna mpinzani ambaye tunakutana naye, mbinu zake, ubora wake ndio ambao unasababisha sisi kupoteza. Kwa hiyo Mashujaa ametufunga, sio kwamba ametuzidi, sio kwamba ni bora zaidi yetu. Leo ametuzidi kimbinu, lakini anajua quality ya Fountain Gate, na ndio maana tuna alama nyingi kuliko wao. Licha kwamba leo ameshinda, lakini sisi bado anatutazama tupo juu. Mnaenda Pamba Mwanza. Sasa Pamba ile ni alama 3 tu ambazo zipo. Kaka, hatuwezi kufungwa mara 3 mfululizo. Hata yule sema hivyo. Hatuwezi kufungwa mara 3 mfululizo. Mimi hilo nakataa. Sisi sasa tutakuwa kibonde kaka. Bana, tutatafutana mzee. Kaka, wewe nipigie simu, tunaweza kufungwa mara 3 mfululizo. Hiyo nakataa. Kwa ukienda Pamba pale unaenda kuchukua zingine. Tunaenda kuchukua alama zetu 3 Pamba Jiji Football Club. Tunakuja Mwanza, afu Mwanza pia ni nyumbani. Yaani tuweze kufungwa mara 3. Na ndio maana nimesema aibu ya kufungwa mabao 3 leo, tunakwenda kuitafuta sehemu ya kuilipizia. Na sehemu yenyewe ni Mwanza dhidi ya Pamba Jiji. Kaka, lazima tupe alama 3. Mchezo umemalizika kwenye uwanja wa Lake Tanganyika. Niko na Issa Mbuzi, semaji. Leo amepoteza kwa jumla mabao 3-0 ugenini. Mchezo wa pili mwingine walipoteza ilikuwa ni dhidi ya Singida Black Stars pia kwa goli 3. Issa, inakuwaje? Fresh tuko sawa, japo so fresh sana kwa sababu tumepoteza mchezo. Kwa hiyo fresh kwa sababu afya iko poa, lakini so fresh kwa sababu tumepoteza mchezo. Bana, shida iko wapi? Game ya pili mnapoteza, lakini pia kwenye msimamo ukitazama timu zimebanana sana. Mwisho siku mnaweza mkajikuta labda mko down hivi. Shida ni nini? Ukiniuliza shida kwa haraka jibu itakuwa tu ni mpira, ni hali tu ya kimpira ambayo huwa inatokea wakati wowote ule kwa timu yoyote ile na kwenye ligi yoyote ile, kwamba unapoteza mchezo. Kuna watu wanapoteza michezo 5, 6, 7, 8 mfululizo. Kwa hiyo imetokea. Tulijiandaa kufanya vizuri hii leo, lakini isivyo bahati haijawa vile ambavyo tulitarajia. Nafikiri ni kwa namna ambavyo wenzetu pengine walivyojiandaa zaidi kuliko sisi pengine ambavyo tulijiandaa, na ndio maana tumepoteza kwa mabao 3-0. Kwa hiyo lazima tukubali wenzetu walikuwa bora zaidi yetu leo, walituzidi zaidi leo kwenye maeneo yote matatu ya uwanja, kwenye eneo la ulinzi, eneo la kiungo na eneo la ushambuliaji. Ndio maana wamefanikiwa kupata mabao 3 na sisi tumeshindwa kufunga hata bao moja. Kwa hiyo tulizidiwa kwenye maeneo yote, na ndio sababu pekee ambayo naweza nikasema imesababisha sisi tupoteze huu mchezo leo. Na nakuona huko mnyonge kwa kweli mzee, sijakuzoea.
Kufungwa mabao matatu na timu kama Mashujaa ni aibu kubwa, kwa sababu quality yetu sisi ni kubwa kuliko Mashujaa. Kwa nini unasema quality yetu ni kubwa kuliko Mashujaa? Kwa sababu sisi ni bora zaidi yao. Wao wenyewe pia wanalifahamu hilo. Na ndio maana unaweza kuona hata dakika ya kwanza alianza kwa pressure. Walikuwa wanajua wanacheza na timu namna gani. Kwa hiyo kufungwa 3 bila na Mashujaa ni aibu. Ni aibu ambayo inabidi tuitafutie namna ya kuweza kuiondoa kabla ya msimu huu haujaisha. Kwa sababu bado tupo kanda ya Ziwa hapa, nafikiri tutatafuta tu sehemu ya kujifichia aibu yetu. Kuna namna ambavyo ratiba labda inawabana? Ratiba unajua of course sio rafiki sana. Unaweza ukaona tulicheza tarehe 2 nyumbani Manyara, leo tarehe 5 tumecheza hapa, tarehe 8 tunacheza Mwanza. Unaweza kaona hiyo distance ya kusafiri Manyara, Kigoma, Mwanza. Lakini tulikuwa tuna ratiba nyingine kabla ya mapumziko, tulitoka Manyara tukaenda Mbeya, tukaenda Bukoba, tukarudi tena Manyara. Kwa hiyo sometimes ratiba pia inachangia kutengeneza fatiki kwa wachezaji, kwa sababu mwili wa binadamu wakati mwingine unahitaji pia mapumziko. Ukikosa mapumziko unashindwa kufanya kazi yake vile ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo hiyo ni sababu, lakini sitaki kuifanya kuwa kisingizio cha sisi kupoteza hii leo, kwa sababu timu zote zinasafiri. Wote sisi ratiba yetu ni ngumu. Kikubwa kinachotokea mpaka tunapoteza ni kuzidiwa tuna mpinzani ambaye tunakutana naye, mbinu zake, ubora wake ndio ambao unasababisha sisi kupoteza. Kwa hiyo Mashujaa ametufunga, sio kwamba ametuzidi, sio kwamba ni bora zaidi yetu. Leo ametuzidi kimbinu, lakini anajua quality ya Fountain Gate, na ndio maana tuna alama nyingi kuliko wao. Licha kwamba leo wameshinda, lakini sisi bado anatutazama tupo juu. Mnaenda Pamba Mwanza. Sasa Pamba ile ni alama 3 tu ambazo zipo. Kaka, hatuwezi kufungwa mara 3 mfululizo. Hata yule sema hivyo hivyo. Hatuwezi kufungwa mara 3 mfululizo. Mimi hilo nakataa. Sisi sasa tutakuwa kibonde kaka. Bwana tutatafutana mzee. Kaka wewe nipigie simu, tunaweza kufungwa mara 3 mfululizo. Hiyo nakataa. Kwa ukienda Pamba pale unaenda kuchukua zingine. Tunaenda kuchukua alama zetu 3 Pamba Jiji Football Club, tunakuja Mwanza, afu Mwanza pia ni nyumbani. Yaani hatuwezi kufungwa mara 3. Na ndio maana nimesema aibu ya kufungwa mabao matatu leo, tunakwenda kuitafuta sehemu ya kuilipizia. Na sehemu yenyewe ni Mwanza dhidi ya Pamba Jiji. Kaka lazima tupe alama 3.